Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunaenda kuzungumzia jambo muhimu sana kwa ukuaji wa mtoto ambalo ni kuchelewa kuongea. Wazazi wengi huumia kimya kimya wanapoona mtoto wa jirani anaongea vizuri, lakini mtoto wao bado hajaanza kuzungumza. Lakini wataalamu wa ukuaji wa watoto wanasema kuwa mazingira anayokulia mtoto yana mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya lugha yake. Kwa mujibu wa wataalamu wa maendeleo ya watoto na lugha, miaka ya mwanzo ya maisha ya mtoto ndiyo kipindi muhimu zaidi kwa ubongo kujifunza mawasiliano. Kuna makosa ambayo wazazi wengi hufanya bila kujua, yanaweza kuchelewesha uwezo wa mtoto kuongea. Leo tutajifunza makosa 7 ya muhimu ambayo yamekuwa yakitajwa na wataalamu wa malezi na maendeleo ya watoto. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, watoto wako na jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unataka ushauri wetu kwa namba 0754579224. Twende pamoja tukaangalie kwa nini watoto wanachelewa kuzungumza wakati watoto wengine wanakuwa wanawahi. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hoja namba 6 itakushangaza sana. Hivyo twende sambamba, karibu na tuanze. Kosa la kwanza ni matumizi makubwa ya simu na skrini. Madaktari wa watoto wanaeleza kuwa watoto wadogo wanahitaji mawasiliano ya ana kwa ana zaidi kuliko muda mwingi wa skrini. Skrini nyingi hupunguza nafasi ya mtoto kusikia na kujibu mazungumzo halisi. Unakuta mtoto mara nyingi anaachwa hapo kwenye skrini kwa sababu mzazi anakuwa busy na kazi. Kwa hiyo anawasha skrini, anamwacha mtoto aendelee tu kuwasiliana na skrini. Mtoto ndio anakuwa anaangalia kama ni katuni, kama ni nini, ameachwa hapo kwenye kochi anaangalia tu TV, anaangalia skrini muda mwingi. Kwa hiyo ni mbaya sana, inamfanya mtoto achelewe. Kwa hiyo wazazi wawasiliane na watoto ana kwa ana ili watoto wajifunze kuzungumza. Kosa la pili ni kutozungumza na mtoto mara kwa mara. Wataalamu wa lugha wanasema watoto hujifunza kuongea kwa kusikia maneno kila siku. Kadiri mzazi anavyozungumza na mtoto, ndivyo ubongo wa mtoto unavyojenga uwezo wa lugha. Hivyo wazazi wazungumze na watoto mara kwa mara ili kuweza kumfanya mtoto ajifunze kuongea kwa kusikia maneno. Kadiri unavyoongea na mtoto anakuwa anasikia yale maneno, kwa hiyo ubongo wa mtoto unajenga uwezo wa lugha. Hivyo tuzungumze na watoto. Kosa la 3 ni kumjibu kila kitu kabla hajaongea. Mtoto akipewa kila kitu bila kujaribu kuomba kwa sauti au ishara, hupunguza hamasa ya kutumia maneno. Kwa hiyo, ndugu mzazi, ndugu mlezi, mtoto anatakiwa asipewe kila kitu. Mtoto anatakiwa ajaribu, sio anataka tu kuongea umeshamsaidia. Anataka tu kujaribu kuzungumza umeshamsaidia na kumwambia. Anaanza kusema unaambia baba. Ameanza kusema muache mwenyewe, wakati mwingine ajifunze. Aseme baba kadri anavyowasikia mnavyozungumza. Aseme mama anapokuwa anakosea pale ndo asaidiwe. Lakini asipewe msaada haraka kabla. Kwa hiyo anakuwa anaona haina haja, anakuwa mvivu yeye mwenyewe kujifunza. Kosa la 4 ni kumweka mtoto peke yake muda mwingi. Wataalamu wa maendeleo ya kijamii wanaamini watoto hujifunza lugha kupitia kucheza na kuwasiliana na wengine. Hivyo, ndugu mzazi, ndugu mlezi, mpe mtoto wako muda wa kucheza, mpe muda wa kuwasiliana na wengine. Usimwache muda mwingi anakuwa peke yake. Anapokuwa ni mtoto mdogo na anajifunza kuzungumza, akikutana na kikundi cha watoto wengine anacheza, anakuwa anazungumza na wengine, anakimbizana, anafanya nini, hapo ndipo anapokuwa anajifunza lugha.
Kosa la 5 ni TV au kelele kubwa muda wote. Kelele nyingi zinaweza kufanya mtoto ashindwe kutofautisha sauti za lugha vizuri. Kwa hiyo unakuta TV imewashwa, inazungumza kwa sauti, au kuna kelele nyingi, watu wanajibizana, watu wanaongea huku. Kwa hiyo mtoto anakuwa hawezi kutofautisha sauti za lugha vizuri. Kwa hiyo anatakiwa mtoto awe katika mazingira ambayo ni tulivu, mazingira ya kujifunza, mazingira yanayomsaidia mtoto kuweza kutofautisha sauti za lugha vizuri, kwamba hii sauti inaenda hivi na hii sauti inaenda hivi. Kama kuna TV inazungumza, basi sauti ipunguzwe, isiwe sauti kubwa sana. Kwa mtoto anayejifunza kuzungumza, sauti au kelele kubwa zinamharibu, yani ni sawa na kelele zile ambazo zinakuwa zinapigwa ni kama miruzi mingi, inampoteza mtoto. Kwa hiyo sauti zipunguzwe na kelele zisiwepo ili mtoto aweze kujifunza vizuri. Kosa la 6 ni kupuuza dalili za kuchelewa kuongea. Madaktari wanashauri mtoto akionyesha kuchelewa sana kuongea, ni vizuri kupata ushauri wa kitaalamu mapema. Hivyo ndugu mzazi au mlezi, usipuuze dalili za kuchelewa za kuongea kwa mtoto mapema. Kwa hiyo unapomuona mtoto amechelewa kuongea, wasiliana na daktari wa watoto, mwambie mtoto wangu amechelewa kuzungumza. Hapa alipo daktari atamuona, atajaribu kumsemesha, atajaribu kuona shida ya mtoto ni ipi, na mtoto anaweza akasaidiwa kwa haraka na kwa urahisi zaidi ili aweze kumudu kuzungumza. Kosa la 7 ni kutompa mtoto muda wa kujibu. Wataalamu wa malezi wanasema mtoto anahitaji muda wa kufikiria na kujaribu kutoa sauti au maneno yake mwenyewe. Kwa hiyo mtoto apewe muda wa kujibu, mtoto apewe nafasi ya kusema, mtoto apewe nafasi ya kufikiria, apewe nafasi ya kujaribu, apewe nafasi ya kutoa sauti au maneno yake mwenyewe. Mpendwa mzazi, kuchelewa kuongea si mwisho wa safari ya mtoto wako. Watoto wengi hupiga hatua kubwa sana wakipata msaada wa mapema, mawasiliano mazuri na mazingira yenye upendo. Wataalamu wengi wanasisitiza kwamba muda wa mzazi na mazungumzo ya kila siku ni dawa. Ni dawa muhimu sana kwa ukuaji wa lugha ya mtoto. Usiogope kutafuta ushauri wa kitaalamu kama unaona maendeleo ya mtoto wako si ya kawaida. Mapema ni bora kuliko kusubiri kwa muda mrefu. Ni muhimu zaidi usimlinganishe mtoto wako na watoto wengine. Kila mtoto ana muda wake wa kukua na kung'aa. Asante kwa kuwa sehemu ya Moyo wa Malezi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili tuendelee kujifunza pamoja kwa ajili ya watoto wetu. Kwenye comment basi tuambie, je, mtoto wako alichelewa kuongea au aliwahi kuongea? Na kama alichelewa kuzungumza, ulichukua hatua gani? Ulimsaidia vipi mtoto wako? Tuambie kwenye comment ili na wazazi wengine waweze kujifunza zaidi. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutaangalia majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi E. Asante.